Hakuna mtu anayekuja kukuokoa. Hilo ndilo ukweli ambao watu wengi hawapendi kuusikia, lakini ndio ukweli unaoweza kukuokoa. Maisha hayana ratiba ya kukufurahisha, hayana wajibu wa kukupa amani, wala hayana deni la kukupa mafanikio. Maisha hayajali kama umeumia, kama umechoka, au kama umejaribu mara ngapi. Maisha yanatazama tu kama unasimama au unaanguka. Na ukianguka, hayatakuinua. Yatasubiri uamue kujiinua mwenyewe. Watu wengi wanaishi maisha yao wakisubiri. Wanasubiri mtu awaone, wanasubiri nafasi, wanasubiri msaada, wanasubiri hali ibadilike, wanasubiri kesho iwe bora kuliko leo. Lakini ukweli mchungu ni kwamba kesho haitakuwa bora kwa sababu ya muda kupita. Itakuwa bora tu kama wewe utakuwa bora. Na hakuna mtu atakayekulazimisha uwe bora zaidi yako mwenyewe. Tangu utotoni tuliambiwa kuwa dunia ni ya haki. Tuliambiwa ukifanya vizuri utapewa, ukijituma utalipwa, ukivumilia utafanikiwa. Lakini kadri unavyokuwa, unaanza kuona picha halisi. Unaona watu wanafanya kazi kwa bidii lakini hawalipwi. Unaona watu wasiojituma wakipata nafasi. Unaona watu wazuri wakiumia na watu wabaya wakitabasamu. Hapo ndipo wengi hukata tamaa. Hapo ndipo wengi huanza kulaumu mfumo, kulaumu familia, kulaumu serikali, kulaumu mazingira. Lakini kulaumu hakujawahi kujenga maisha ya mtu yoyote. Ukweli ni huu: dunia haikuhakikishii chochote. Inakupa tu uwanja wa vita. Na wewe unachagua kama utapigana au utajificha. Hakuna mtu atakayekuja kukuvuta kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye hofu, kutoka kwenye uvivu au kutoka kwenye maumivu yako ya ndani. Watu wanaweza kukuonea huruma, wanaweza kukutia moyo kwa maneno, lakini mwisho wa siku, wewe ndiye unayeamka asubuhi ukiwa na maisha yako. Wewe ndiye unayelala usiku na mawazo yako. Wewe ndiye unayebeba mzigo wa ndoto zako. Mafanikio hayaji kwa sababu unayatamani, hayaji kwa sababu unayaombea, hayaji kwa sababu unayaongea. Mafanikio yanakuja kwa sababu unakubali kulipa gharama yake. Na gharama ya mafanikio ni maumivu, ni nidhamu, ni kujikana na ni kufanya kile ambacho wengine hawataki kufanya, hata siku ambazo hutaki kufanya chochote. Hakuna mtu anayekuambia hili mapema. Hakuna mtu anayekuambia kuwa ili uwe na amani, lazima kwanza upitie machungu. Ili uwe na uhuru, lazima kwanza ujifunge kwenye nidhamu. Ili uwe na maisha mazuri, lazima kwanza uvumilie maisha magumu. Watu wanaona matokeo, lakini hawaoni safari. Wanaona tabasamu, lakini hawaoni machozi. Wanaona ushindi, lakini hawaoni mapambano ya kimya kimya yaliyotokea gizani. Consistency ndiyo kitu ambacho watu wengi wanakikimbia. Wanapenda msisimko wa kuanza, lakini hawapendi uchovu wa kuendelea. Wanapenda siku ya kwanza, lakini hawapendi siku ya 100 ambapo hakuna anayeshangilia, hakuna anayesifia, hakuna anayejali. Lakini hapo ndipo maisha yanapobadilika. Maisha hubadilika pale unapofanya kitu hata pale hakuna anayekuona. Pale unapojituma hata pale hakuna anayekupa pongezi. Pale unapochagua kuwa bora hata pale hakuna anayekulazimisha. Maumivu ni sehemu ya mchakato. Huwezi kuyakwepa. Ukijaribu kuyakwepa, yatakufuata kwa namna nyingine. Ukikimbia maumivu ya kujituma, utakutana na maumivu ya kujilaumu. Ukikimbia maumivu ya nidhamu, utakutana na maumivu ya majuto. Ukikimbia maumivu ya kujijenga, utakutana na maumivu ya kujiona huna thamani. Maumivu yako kila mahali. Tofauti ni aina gani ya maumivu unachagua. Watu wengi wanachagua maumivu rahisi leo, halafu wanateseka kesho. Watu wachache wanachagua maumivu magumu leo, lakini wanaishi kwa amani kesho. Hakuna njia ya mkato, hakuna siri ya ajabu, hakuna mtu wa kukuokoa. Kuna wewe tu, maamuzi yako na tabia zako za kila siku. Kila siku unapoamka una nafasi ya kuchagua. Unaweza kuchagua kulalamika au kuchukua hatua. Unaweza kuchagua kuchelewesha au kuanza. Unaweza kuchagua kisingizo au uwajibikani. Na chaguo hizo ndogo ndogo ndizo zinazounda maisha yako makubwa. Sio tukio moja kubwa linalobadilisha maisha. Ni maamuzi madogo unayofanya kila siku bila mtu kukuangalia. Watu wengi wanataka kubadilisha maisha yao, lakini hawataki kubadilisha ratiba zao.
Wanataka matokeo mapya, lakini hawataki tabia mpya. Wanataka heshima, lakini hawataki kujiheshimu kwanza. Wanataka uhuru wa kifedha, lakini hawataki kujifunza kuendesha pesa. Wanataka mafanikio, lakini hawataki kukaa kimya, jifunza na kuvumilia mchakato. Hakuna mtu anayekuambia hili mapema. Hakuna mtu anayekuambia kuwa ili uwe na amani, lazima kwanza upitie machungu. Ili uwe na uhuru, lazima kwanza ujifunge kwenye nidhamu. Ili uwe na maisha mazuri, lazima kwanza uvumilie maisha magumu. Watu wanaona matokeo, lakini hawaoni safari. Wanaona tabasamu, lakini hawaoni machozi. Wanaona ushindi, lakini hawaoni mapambano ya kimya kimya yaliyotokea gizani. Kulisina na kimbilio ni siku ya kwanza, lakini hawapendi siku ya 100 ambapo hakuna anayeshangilia, hakuna anayesifia, hakuna anayejali. Lakini hapo ndipo maisha yanapobadilika. Maisha hubadilika pale unapofanya kitu hata pale hakuna anayekuona. Pale unapojituma hata pale hakuna anayekupa pongezi. Pale unapochagua kuwa bora hata pale hakuna anayekulazimisha. Maumivu ni sehemu ya mchakato. Huwezi kuyakwepa. Ukijaribu kuyakwepa, yatakufuata kwa namna nyingine. Ukikimbia maumivu ya kujituma, utakutana na maumivu ya kujilaumu. Ukikimbia maumivu ya nidhamu, utakutana na maumivu ya majuto. Ukikimbia maumivu ya kujijenga, utakutana na maumivu ya kujiona huna thamani. Maumivu yako kila mahali. Tofauti ni aina gani ya maumivu unachagua. Watu wengi wanachagua maumivu rahisi leo, halafu wanateseka kesho. Watu wachache wanachagua maumivu magumu leo, lakini wanaishi kwa amani kesho. Hakuna njia ya mkato, hakuna siri ya ajabu, hakuna mtu wa kukuokoa. Kuna wewe tu, maamuzi yako na tabia zako za kila siku. Kila siku unapoamka una nafasi ya kuchagua. Unaweza kuchagua kulalamika au kuchukua hatua. Unaweza kuchagua kuchelewesha au kuanza. Unaweza kuchagua kisingizo au uwajibikani. Na chaguo hizo ndogo ndogo ndizo zinazounda maisha yako makubwa. Sio tukio moja kubwa linalobadilisha maisha. Ni maamuzi madogo unayofanya kila siku bila mtu kukuangalia. Watu wengi wanataka kubadilisha maisha yao, lakini hawataki kubadilisha ratiba zao. Wanataka matokeo mapya, lakini hawataki tabia mpya. Wanataka heshima, lakini hawataki kujiheshimu kwanza. Wanataka uhuru wa kifedha, lakini hawataki kujifunza kuendesha pesa. Wanataka mafanikio, lakini hawataki kukaa kimya, jifunza na kuvumilia mchakato. Hakuna mtu anayekuambia uendelee. Hakuna mtu anayekuambia usikate tamaa. Hakuna mtu anayekuambia kuwa umechoka kwa sababu uko njiani sahihi. Lazima uwe sauti yako mwenyewe, lazima uwe msukumo wako mwenyewe. Lazima uwe mlinzi wa ndoto zako, kwa sababu dunia haitazilinda kwa niaba yako. Kuna siku utahisi umechelewa. Kuna siku utahisi wengine wako mbele yako. Kuna siku utahisi umefeli, lakini hisia sio ukweli. Hisia hubadilika, lakini matokeo ya nidhamu hubaki. Ukiendelea hata siku ambazo huhisi kufanya chochote, ndipo unajenga nguvu ya ndani ambayo haiwezi kuvunjika kirahisi. Hakuna mtu anayekuokoa, lakini hilo sio jambo la kukatisha tamaa. Hilo ni jambo la kukuweka huru. Kwa sababu kama hakuna mtu anayekuja kukuokoa, basi pia hakuna mtu anayekuzuia kujiokoa. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya juu kuliko wewe juu ya maisha yako. Hakuna mtu anayekuwekea kikomo isipokuwa wewe mwenyewe. Maisha hayatakupa amani bure. Lazima uipiganie. Lazima uilinde. Lazima uijenge. Amani inakuja pale unapokuwa sawa na maamuzi yako. Pale unapojua unafanya kile unachopaswa kufanya, hata kama ni kigumu. Amani inakuja pale unapolala usiku ukiwa umechoka kwa sababu ya juhudi, sio umechoka kwa sababu ya majuto. Mafanikio hayatakuja kwa bahati. Yatakuja kwa uthabiti. Yatakuja kwa kufanya vitu vidogo kwa muda mrefu. Yatakuja kwa kuvumilia ukimya wakati wengine wanasherehekea mapema. Yatakuja kwa kuamini mchakato hata pale matokeo hayaonekani. Na siku moja utaangalia nyuma. Utaona jinsi ulivyokuwa karibu kukata tamaa. Utaona jinsi ulivyokuwa peke yako. Utaona jinsi hakuna mtu aliyekuja kukuokoa. Na hapo ndipo utagundua kuwa huo ndio ulikuwa mwanzo wa nguvu yako. Kwa sababu ulijifunza kusimama mwenyewe. Ulijifunza kuendelea mwenyewe.
Ulijifunza kuwa imara bila kushangiliwa. Hakuna mtu anayekuambia hili mapema. Hakuna mtu anayekuambia kuwa ili uwe na amani, lazima kwanza upitie machungu. Ili uwe na uhuru, lazima kwanza ujifunge kwenye nidhamu. Ili uwe na maisha mazuri, lazima kwanza uvumilie maisha magumu. Watu wanaona matokeo, lakini hawaoni safari. Wanaona tabasamu, lakini hawaoni machozi. Wanaona ushindi, lakini hawaoni mapambano ya kimya kimya yaliyotokea gizani. Consistency ndiyo kitu ambacho watu wengi wanakikimbia. Wanapenda msisimko wa kuanza, lakini hawapendi uchovu wa kuendelea. Wanapenda siku ya kwanza, lakini hawapendi siku ya 100 ambapo hakuna anayeshangilia, hakuna anayesifia, hakuna anayejali. Lakini hapo ndipo maisha yanapobadilika. Maisha hubadilika pale unapofanya kitu hata pale hakuna anayekuona. Pale